Mkuu wa wilaya mjini DC Hamid Seif Said ametoa maagizo kwa wanaume wenye tabia ya kuachia wazazi wa kike pekee, hususan kwenye swala la malezi pale ambapo wanapokuwa na mtoto mwenye ulemavu. DC Hamid amesema hayo mara baada ya kuhudhuria na kuzindua tamasha la watoto wenye ulemavu hapa visiwani Zanzibar na kutoa maagizo hayo. Pamoja na hayo pia, katibu kutokea ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, ambao yeye anashughulika na masuala ya watoto wenye ulemavu, amezungumzia tabia ambazo zimekuwa zinajengeka za watoto wenye ulemavu kurekodiwa na kutumwa mitandaoni pasi na makubaliano, na ameeleza ziko taratibu na sheria ambazo zinaweza zikakukuta pindi ukimrekodi mtoto mwenye ulemavu pasi na makubaliano. Hapa mkuu wa wilaya anatoa maagizo kwa wazazi wa kiume ambao wenye tabia hizo katika wilaya mjini. Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi naitwa Satizadey. Imekuwa tabia yetu sisi wanaume, tunapowapata watoto wetu walikuwa hawana ulemavu wowote, kila wakati utawakuta kwenye mpira uko na wewe, leo wanacheza timu fulani uko na wewe, lakini watoto ambao wenye ulemavu tunamwachia mama tu. Hilo ni tatizo. Kwa hivyo naagiza kwa wilaya mjini sote tusiwaweke watoto wetu ndani. Tuhakikishe tunawashirikisha katika kila aina ya michezo katika sehemu hii ya wilaya au kitaifa. Na hii naiomba ende mbele zaidi. Kutokana kwa nimepewa kimamlaka hichi kiwilaya ndio nitasema hivyo, lakini ni lazima toni hiyo iende kila kona ya maendeleo ambayo tunataka, kwa sababu hakuna mzazi hata mmoja ambaye anajua kwamba kama anajua mtoto hawa wazazi wa kike jinsi anawepitia miezi 9 au wengine 7 wanahangaika na kumweka yule mtoto, alafu baadaye sisi wazazi ambao tulikuwa wa kiume tukawaachia wao peke yao. Tushirikiane katika kulijenga taifa letu, na taifa letu limo katika kama walivyozungumza wenzangu waliopita kwamba hawa watoto wetu wenye ulemavu na walemavu wengine tusiwaache nyuma. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Kwa hivyo hatuna budi kuishukuru jumuiya zote za watu wenye ulemavu Zanzibar kushirikiana nasi, taasisi za umma na binafsi, kwa jitihada zao za hali ya juu katika kuhakikisha haki na fursa kwa kundi hili la watu wenye ulemavu hasa watoto zinapatikana. Kwa sababu tunayo tabia, kuna watu ambao wengine wanawaigizia watu wenye ulemavu, lakini kuna wengine wanawatumia watu wenye ulemavu katika maeneo ambayo ni vichekesho. Haya ni maeneo ambayo tunafahamu ni maeneo ambayo yanajenga ajira, lakini lazima kuwe na makubaliano ya pande zote mbili kuhakikisha kwamba faida inayopatikana na content ile inamfikia mlengo wa mtu mwenye ulemavu. Lakini ikifanyika kinyume na hivyo ni kwamba kuna sheria ya watu wenye ulemavu ambayo ina adhabu kali ambayo imeaddress hasa ukiwa na lengo la kumdhalilisha mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo sisi kama baraza tumeendelea kuchukua hatua, na tayari kuna kesi kadhaa ambazo sisi kama baraza tumeweza kuzifuatilia kwa sababu ni mitandaoni, na tumeweza kuwafuata wenye akaunti zile, na kuna baadhi wanawatuma sehemu zao za siri ambao ziko wazi kwa makundi hasa ya watu wenye ulemavu wa akili. Kwa hiyo sisi tumeendelea kuchukua hatua, na wengi wao wameshakamatwa na wamepelekwa mahakamani na kutiwa hatiani na kutozwa fine, na wengine kupelekwa katika vyombo vya magereza. Kwa hiyo natoa wito kwa jamii kwamba serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar iko macho na imekuwa ikifuatilia sana haki za kundi la watu wenye ulemavu, na kwa yote yule ambaye ataenda kinyume na sheria hiyo, basi hatua kali za kinidhamu za kisheria zitawakuta. Ina fine ambazo inaweza kumtoza mtu, lakini vile vile ina kifungo au vyote viwili kwa pamoja.